Hapa tumekuja kumpokea msanii kutoka Australia anaitwa John K. Analetwa na kampuni yangu ya Duma Promotion na Duma Film. Nina madhumuni ya kumleta John K kuja kufanya naye filamu yangu mpya ambayo inaitwa Mkono Mtupu, na ni filamu ambayo itafanyika yote Dar es Salaam, Tanzania. Mimi niwaambie tu wa Tanzania na wasanii wenzangu kwa mashabiki wa filamu za kibongo wapo wengi sana, ila tuna vitu vidogo tunakosea kutokuteza filamu zenye ubora na maadili pia. Na kupambana. Wengine mimi kwa hata kama hii filamu sitopata faida, ila naamini Duma atakuwa ametoka nafasi moja kwenda nafasi nyingine. Hiyo ndio lengo langu kubwa. Lakini naamini Watanzania watanipokea kwa sababu toka nimeanza naona Watanzania wanisupport sana. Kwa hiyo nina jukumu kubwa la kuwalipa fadhila wa Tanzania, na hii ni moja wapo ya fadhila. Na wategemee vitu vikubwa vingi sana kutoka Duma. So kila tunapokucha huwa najitahidi kutengeneza connection, kuweza kujitahidi kuitoa industry hapa kutoka sehemu nyingine. Dhumuni la kumleta John K kumtoa Australia kumleta hapa. Kwa John K ni msanii ambaye anafanya vizuri Australia kwa sasa, na anafanana mipaka sana. Kuna Nigeria, Ghana unamjua, na ana filamu kubwa sana amefanya inaitwa Copy na inazanzika, ambao mwezi wa 5 mwishoni inaingia sokoni, lakini inasambaza na mtandao mkubwa sana duniani. Nisingependa kuutaja. Nikaona ni vizuri mapema nifanyie kazi huyu mtu, kwa sababu atavotoka uwezi jua ya Mungu mengi. Ni filamu kubwa sana, ana uzuri ana management kubwa. Nashukuru management yake imenikubalia kufanya kazi. Pamoja nimechangia pesa, lakini si pesa nyingi hivyo, ila ni mtu ambaye kufanya kazi na kabisa unaona kabisa kuna utofauti mkubwa na kazi yako itafika mbali. Story ya Mkono Mtupu inaelezea maisha ya Watanzania ambao wanaamini mtu akitoka nje ya bara la Afrika anapokuja Tanzania wanakuwa na pesa sana. Na huwa mara nyingi hawaonyeshi mapenzi ya kweli, kuwajali na kuwapenda, bali wanathamini kile kitu chake anachokuja nacho. So utaona kuna matukio mengi sana matokeo huko ndani. Utaona jinsi gani Duma alibadilika, sio Duma yule kwa masuti kama hivi sio nini, umesio Duma yule kabisa. Kwa unaona jinsi gani nimeamua kubadilika na kufanya kitu kikubwa ambacho Watanzania watakipenda sana. Neno langu kwa Tanzania niwaambie nawapenda sana. Nina jukumu kubwa la kurudisha fadhila kwenu, kwa sababu nyinyi ndio mmeniweka hapa. So hii ni fadhila ya kwanza kwa msanii kutoka Australia, lakini kuna mengine mengi makubwa yanakuja kwenu. Nawapenda sana, najua jinsi kama mnapenda na kunijali. Duma mnyama, Dar es Salaam, Tanzania. Unajua kila mmoja na mtazamo wake. Duma kama Duma atabaki kuwa kama Duma. Yeye ndio Duma iko, yeye kaona mbali. Kwamba kwa nini sijaribu? Unajua kila kitu ujaribu. Yeye kajaribu na tuone ujaribu wake itakuwaje. Na kama kajaribu wengine nao wawe na wivu ambao wenye uwezo, watafute wasanii wengine wawalete Tanzania. Ili tutaweza msanii Tanzania kutoka nje, itakuwa tasnia yetu itakuwa inajijenga heshima zaidi, itakuwa na wigo mpana zaidi. Leo kaitwa huyu na mtu mwingine, msanii mwingine alete mtu mwingine pia Tanzania, itakuwa bora zaidi. Kwa sababu sisi tunahitaji kupenetrate, tunahitaji kutoka nje ya Tanzania. Kwa hiyo ili tutoke nje ya Tanzania hatuwezi kutoka peke yetu. Kwa hiyo lazima tuchanganye watu ambao wanaangalia kazi zetu na wanaipenda Tanzania. Wanapohitaji kushiriki basi tuwape nafasi, ili kusudi na sisi tutafute masoko huko nchini kwao na vitu kama hivyo. Kwa kufanya future na wasanii mbalimbali ni kitu kizuri. Mimi namuombea heri na namuombea sana Mwenyezi Mungu amshike aendelee hivi, kwa sababu bado atazidi kututoa sisi wa Tanzania nje. Kama unasema Marem Kanumba alikuwa amechukua soko la kuleta watu nje, alimleta Ramsey, mimi nikamleta Van Vika, lakini Banzumi kwa nafasi nikaanza zangu Marekani kucheza kule movie baada ya kutoka Ghana. Kwa hiyo kwa Duma nampa ari, nampa nguvu zaidi, namsupport zaidi, kwa sababu leo kamleta kutoka Australia, kesho unaweza kusikia kamleta kutoka Hollywood, kesho kutoka Nigeria. Tutaendelea kupanua wigo wa Tanzania kujulikana nje, na ndio itakuwa nafasi yetu sisi sana kutoka nje na sisi vile vile kwa kuonekana vipaji vyetu. Ni jambo zuri na sisi kama chama tunamsupport, na ndio maana unaona mimi kiongozi wa juu kabisa niko hapa, kwa sababu siku zote tumekuwa tunataka maigizo yetu na uwezo wetu na vipaji vyetu tuweze kuvitambulisha nje. Sasa tunajua kwa Duma kufanya hiki anachokifanya atajulikana Australia, na watu wengine watakaofanya kwenye hiyo kazi watajulikana kule, na itakuwa ni kufungua milango. Na tunachokifanya hapa kikubwa kwa kweli ni kuona na sisi kama chama cha waigizaji tunawezaje kufanya mahusiano na mawasiliano na wenzetu wa Australia. Naitwa John K kutoka Australia. Nimekuja Tanzania kufanya movie na Duma. Mazingira yako vizuri sasa hivi, lakini nadhani hii movie ambayo tutafanya kila mtu ataijua. Na itajulikana hapa na Burundi, Kongo, Kenya, hata na Australia wataijua. Unajua kuwa msanii sio kuwa na sura nzuri. Kama nataka kuwa msanii mzuri, sio kama nakuwa na sura nzuri. Ni ile kazi ambayo unafanya ambao inasababisha watu wanakujua na watu wanakupenda. Hasa Duma ni mtu ambao
anafanya kazi vizuri, anajituma sana na vile vile anasaidia wasanii wengine. So that's what inspired me to do a movie with him. Najitahidi. So lakini English is like international. English ni lugha ya internet ya the whole planet. So lazima to mix a little bit with it so watu wengine wasikie. Soko ya Tanzania katika filamu iko pale, lakini it's no selling like haiko inauza kama Nigeria wanauza films. Unaona? Sasa tukifanya hii movie na Duma na nimeshafanya movie na Nigeria ifike hata hapa Tanzania ili tuweze kuuza movie zetu international. Australia wanapenda sana movie za huko. Unajua kwa sababu watu ambao wako Australia wengine wanatoka Burundi, Tanzania, Kongo, lakini wote wanaongea Kiswahili. Na kama unavyojua East Africa, kama naweza kusema kama capital city ya East Africa itakuwa Tanzania. Watu wote ambao wanaishi East Africa wanaongea Kiswahili. Na hizi ndio movies tunaangalia huko Australia. Ndio kwa sababu Marema alikuwa anacheza vizuri na alimetufundisha na tumepata yale mafundisho ndio tutaendeleza. Na of course I can say yes. Why Duma? Kwa sababu kama nilivyosema ni mtu ambao anajituma sana. He's been working very hard na kama all of you are here ni kwa sababu ya yeye. Hii yote ndo ameandaa. Na wapenda ni wote mmekuja hapa. Asante sana.